Wabarakatuh. All praise and thanks is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful. Leo ni siku nyingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko mbele na ndugu zetu waandishi wa habari, vijana mahiri kabisa ambao wanaopeleka taarifa nzuri katika nchi yetu ya Tanzania, na ni vijana ambao wanajitoa sana katika hali ya kulijenga taifa letu la Tanzania katika sekta ya habari. Ndugu wa Tanzania kwa ujumla, Waislamu pamoja na Wakristo na watu wa dini zote, kwa kweli presi hii tumeiweka ni kwa sababu ya kuzungumza na Watanzania kwa ujumla wote wa dini zote. Nchi yetu imejengwa katika misingi ya heshima, ya kuheshimiana, hasa sisi watu wa dini. Na inapotokea tukaona kama kuna baadhi ya watu viongozi wa dini nyingine wanataka kuvuruga amani ya watu wa dini zingine, hatuwezi kubaki tukanyamaza, hasatan dini yetu ya Uislamu. Tunaheshimiana sisi sote kwa pamoja, tunaheshimiana. Na ndio maana tumeweza kuishi kwa amani katika nchi yetu ya Tanzania, na watu wa dini zote tumeweza kuishi kwa salama na amani katika nchi yetu. Kumetokea na huyu bwana ambaye yeye ameamua kutolea mifano mibaya kwa Waislamu. Sisi hatuwezi kubali, and we cannot accept this. Hiyo lazima ieleweke sawa sawa. Hatuwezi kuona mtu atolee mifano mibaya ya dini yetu ya Uislamu tukamnyamazia. Hii hatuwezi kunyamaza. Ndio maana tumeamua tuweze kusema. Kwa kweli Gwajima ni mtu ambaye naweza kusema kwamba huyu mtu kitu chake sio kizuri. Na unajua mtu anapokuwa chizi, sio lazima mtu chizi avue nguo. Kuna machizi wengine wanakuwa ni wenda wazimu, hawavui nguo lakini ni mwenda wazimu. Kwa sababu hata katika usemi wa Kiarabu nasema aljunun funun. Kuna mtu ni chizi kabisa, lakini uchizi wake una define kutokana na mazungumzo yake anayezungumza, huyu mwenda wazimu. Ndio Gwajima. Kwa sababu haiwezekani mtu wewe unasema ni mtu kiongozi wa dini, upo ndani ya nyumba ya ibada. Biblia ina maandiko mengi zaidi ya maandiko 31,750. Complete Bible ambaye ni Union Version 1952 translation ya Kiswahili ina maandiko zaidi ya 31,750. Haya yote mtu hajayaona, lakini mtu anafikamana anazungumzia vitu vya ajabu na kutolea mifano ya Uislamu. Unajua kutunasibisha sisi mashehe wetu kuwanasibisha na uchawi, hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali hata kidogo, kwa sababu sisi Waislamu tunafahamu, tuna maandiko, sisi ni wahadhiri wa Kiislamu. We are preachers. UWAKTA, Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, UWAKTA, sisi ndio wahadhiri ambao tumeisoma Biblia in and out. Tunaifahamu Biblia vizuri sana. Na tunafahamu different versions of the Bible. Zote Wycliffe Bible Commentary, Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, na zingine zote New International Version, na zingine Biblia tofauti tunafahamu Wycliffe Bible Commentary. Tunapozungumzia swala la Gwajima, sisi limetuuma kwa sababu pale ilipofika hatua kusema kwamba tunafeka wachawi hata kama wakiwa ni mashehe, wakiwa ni madaruweshi, wakiwa na kadhalika. Hii sisi imetuuma. Wewe kwa nini ukusema kwamba tunafeka wachawi hata kama ni mapadri, maaskofu kama kina Kitima? Mbona ukuwataja kina Kitima katika haya maneno yako? Si mapadri wale ni viongozi wa dini, mbona ukuwataja wale maaskofu? Tunafeka maaskofu wote wachawi, tunafeka mapadri wote. Mbona hukutamka maneno hayo? Why are you biased katika masala kama haya? Unawazungumzia mashehe wetu. We respect our leaders. Sisi tunawaheshimu viongozi wetu wa dini. Tunataka wewe Gwajima waheshimu viongozi wetu wa dini. Do not disrespect our leaders. Sisi tunawaheshimu viongozi wetu, na mashehe wetu ni watu muhimu sana katika dini. Wewe unasema kwa nini usitolee mifano mapadri? Kwa nini tuone mambo mapadri wanafanya hapa? Nchi hii tunafahamu wazi kwamba mapadri mipango kibao wameipanga katika nchi ya Tanzania. Na mambo yako wazi kabisa. Juzi Kitima kasimama hapa kazungumza maneno. Mbona haujawahi kutoa mifano ambayo wanayofanya hayo? Kitima alifika mara anamdisrespect rais mpaka kwenye mazishi. Viongozi wa dini, viongozi wa serikali wanakwenda kwenye mikutano ya mazishi, wanaparticipate kwenye mazishi. Mtu badala ya kurespect uongozi, utawala, anaonyesha kabisa disrespect kwa kiongozi wa nchi. Mbona anatoa mifano kama hiyo? Kuna tu mashehe wetu ndio kawatai mashehe wetu. Siwezi kukuacha Gwajima na Wakristo wenzako wa aina yako wewe, aina ya Wakristo kama wewe. Kitabu kinachofundisha uchawi ni Biblia.
Sasa nataka niweke wazi, kila Mkristo mwenye Biblia achukue, afungue, angalie. Na hivyo nataka usome ujue Biblia inafundisha uchawi hadharani. Na ninatoa hapa, sisi kama waadhiri wa Kiislamu tunatoa challenge. Kama kuna Mkristo yoyote, ni Gwajima au zaidi ya Gwajima, yoyote yule anayejiamini ya kwamba anaifahamu Biblia kutuliko sisi, aje akanusha iandiko au aitishe mjadala, aseme ya kwamba ile andiko halipo ndani ya Biblia. Uchawi Biblia imefundisha. Quran, there is no single verse in the Quran that describe about witchcraft. Hakuna aya hata moja ndani ya Qurani ambayo aya hiyo inasema karoge hivi, fanya hivi na hivi utaroga. Ni Biblia pekee yake. Sasa chochote kufundisha Biblia wewe Gwajima, kwa kuwa unapenda kutuchokonoa Waislamu, wacha tukuelimishe Uislamu unafundisha nini. Kitabu cha Ezekiel sura ya 5 mstari wa kwanza. Someni ile andiko wa Kristo pote mlipo. Hatutaki mchezo na dini yetu. Waheshimuni, mkichokonoa tunaingia huko ndani mpaka huo Kristo watu watajua kwamba kumbe kuna mambo haya. Ezekiel 5:1 inasema hii aya inafundisha uchawi moja kwa moja wazi kabisa. Sikizeni uchawi wa Biblia huko. Nawe mwanadamu, Ezekiel 5:1, nawe mwanadamu ujipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ujipatie, ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Biblia inafundisha chukua upanga, maana yake kiwembe, nyoa nywele za kichwa, nyoa na nywele za ndevu. Sikizeni vizuri nyinyi watazamaji huko. Soma vile Uislamu, sisi Gwajima wewe. Wewe uchizi wako pelekea kwa soko kwenye Uislamu. Tumekamilika, tuko timamu sisi. Kisha ujipatie mizani ya kupima, ukazigawanye nywele hizo na ndevu. Biblia inafundisha kwamba nyoa nywele za kichwa, nyoa na nywele za ndevu, kisha chukua mzani, pima hizo nywele. Jamani, sikizeni vizuri, zipime nywele, pima na ndevu. Biblia hiyo. Theluthi ya hizo utaiteketeza katikati ya mji. Wanakuambia sehemu ya theluthi ya nywele na ndevu, nenda kachimbie katikati ya mji, yani katikati ya eneo. Kwa mfano kama unataka kuoga eneo fulani, nenda lile eneo pale katikati, nenda kachimbe, kafukie, au nenda pale kachome katikati zile nywele na ndevu. Unazichanganya nywele na ndevu. Alafu inasema nao utatoa theluthi na kuipiga kwa upanga pande zote 4. Alafu zile nywele za ndevu na zile za kichwa utasigawa sehemu nyingine. Utakuwa unapiga upande 4. Pa. Sikizani Biblia hiyo sio Qur'an, ni Biblia inafundisha ushirikina. Sikiza vizuri. Inasema ya kwamba utapiga pande zote 4. Alafu nawe utatawanya theluthi ya hizo ndevu na nywele ichukuliwe na upepo. Unaambiwa chukua tena sehemu ya ndevu na zile nywele, puliza. Zikoroga, maana yake uzipulize, yani unapuliza, unaweka kama kwenye mkono, alafu unapulizia upande wa huu na upande wa huu. Biblia inafundisha ushirikina huu. Alafu inasema nani nitafuta upanga nyuma yake, nawe toa katika zile nywele chache hizo na kuzifunga katika upande wa mavazi ya nguo zako. Biblia inafundisha kufunga hirizi. Unaambiwa chukua nywele na ndevu, funga katika sehemu ya nguo zako. Hii sio hirizi. Hii sio hirizi ni wewe nani wewe askofu na unajipatifa ya askofu unasema mashehe wachawi. Hii Biblia inafundisha sio hirizi. Unaambiwa chukua nywele na ndevu, changanya, kisha nyingine funga katika pindo la nguo. Hivi kweli unawezaje kufunga nywele na ndevu katika upindo wa nguo kama sio ushirikina? Huu ni uchawi wa wazi kabisa. Biblia, the most dangerous book ambacho kinachofundisha uchawi katika dunia. Tunakupatieni challenge, mtupatie kwenye Qur'ani andiko moja ambalo linaelekeza mafundisho kama haya. Bado sijamalizana na wewe askofu Gwajima, ulijipatia uaskofu tapeli mkubwa katika dunia hii. Inasema ya kwamba nawe toa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika pindo la mavazi yako. Nawe utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto. Angalia maelekezo bila kufundisha. Chukua tena zile nywele na ndevu, changanya, kisha tupa katika moto. Maana yake unaweka na manuizi na kwenda kuchoma nyumba zote za Mbagala. Ndio maana Gwajima tunasema tunafyeka kila mtu, kwa sababu unajua ufyekaji wake ni huu wa ushirikina huu ambao unaofundisha Biblia. Sasa inamaliza Biblia inasema ya kwamba na utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto na kuziteketeza katika moto huo. Kutoka nywele hizo, sikia maelekezo Biblia inasema ukishafanya yote, inasema kutoka nywele hizo moto utakuja na kuingia katika nyumba yote ya Israeli. Biblia inafundisha jinsi ya kuchoma nyumba za watu. Huo ni ushirikina wazi, wapenzi ndugu zangu wa Tanzania. Gwajima, haya mbona huwafundisha umini wako? Biblia inafundisha uchawi hadharani. Nywele na ndevu changanya, funga katika pindo. Hii ni hirizi.
Biblia inafundisha kwamba chukua zingine katupe katikati ya moto. Kutoka ule moto, baada ya kutupa zile nywele na ndevu kwenye moto, moto kaibuka pale, buf, ukishawaka unahamia kuchoma nyumba za watu. Kwa Biblia inafundisha ukitaka kuchoma nyumba za watu usipate tabu, tumia kitabu cha Biblia, nyumba zitachomeka. Sasa huu ni uchawi, sio uchawi. Gwajima kanusha, na Wakristo wote na kupeni challenge mkanushe andiko hili. Kama ya uongo mtuambie hii Biblia gani? Kwa sababu nimekwambia ni mapema, tuko na versions za Biblia nyingi sana, more than 150 versions of the Bible tunazo zote. Wycliffe Bible Commentary, the American Bible, tunayo Exposed the Bible Commentary in NIV, New International Version, tuko na Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, tuko na Dead Sea Scrolls, tuko na makorokoro yote yanayohusu Ukristo, na Biblia inafundisha ushirikina. Kwa hiyo tunasema ya kwamba Gwajima, achana na viongozi wetu wa dini ya Kiislamu. Tunawaheshimu mashehe wetu. Sisi mashehe wetu ni watu wenye heshima kubwa katika dini yetu. Uwezi tolea mifano mibaya kwa mashehe wetu. Kama unatoa mifano, tolea mapadri. Tolea mifano wale watu wasiotaka kuoa. Biblia inasema mapadri waoe, wao hataki kuoa. Na ndio maana kila siku ya Mungu wanazusha vitu vya ajabu ajabu. Sisi tunanyamaza tu Waislamu, tunasema hivi, tunaheshimu dini za watu wengine katika nchi hii, lakini hatutaki mtu achezee Uislamu wetu. Ombi kwa serikali. Huyu Gwajima ni mtu ambaye mlimsamehe. Kanisa lake lilifungwa. Sisi tunafahamu vizuri historia nchi hii. Mwaka 1998 msikiti wa Mwembe Chai ulifungwa. Na sababu ya kufunga msikiti wa Mwembe Chai, serikali iliona, kipindi cha Benjamin William Mkapa, iliona serikali ya kwamba ule msikiti unakwenda kinyume na maadili ya serikali wanavyoelekeza. Wakaonekana kama wale mashehe wanaleta vurugu. Serikali ilifunga ule msikiti. Sasa Gwajima alifungiwa kanisa lake, lakini kwa mapenzi ambayo aliyokuwa nayo rais wa nchi yetu Mama Samia Suluhu Hassan, mwanamke ambaye shupavu, mwanamke ambaye jasiri, mwenye utu. Lazima niseme wazi, Mama Samia ndiye aliyefungua kanisa la Gwajima, kwa sababu aliangalia huyu mtu ana njaa, nikifunga ile atakufa njaa huyu nchi. Akapata wapi riziki, na huyu mtu ni muongo. Gwajima mambo mangapi amefanya ya utapeli, sisi tunaangalia tusemi. Lakini kwa nini watu wao mifano mibaya mashehe wetu? Tunasema hivi, Gwajima ilitembea video nchi nzima Tanzania ilitembea video. Tuliona kabisa mchungaji anamkula kondoo wake. Kuna tujaona? Waislamu tulisema sisi tulikaa kimya. Tena mchungaji anakatika kabisa kwa kondoo wake. Alivyojiwa anasema kono la bouncer hiyo. Jambo ni kono la bouncer gani bwana, umemkula muumini? Haya mambo yako wazi kabisa. Sisi Waislamu tumekaa kimya tusemi. Kwa hiyo tunasema hivi, Gwajima, heshimu viongozi wetu wa dini na uheshimu utawala wa serikali ulio madarakani. Kama wewe unaiona serikali hii ni mbaya, hama nenda kaishi nchi nyingine. Kwa lazima ukae Tanzania bwana, kwani wewe ndio nani? Ulikimbia Kenya wewe, tulikaa salama humu. Wenyewe tulibaki humu, lakini wewe ulihama nchi ilikaa amani. Wallahi kufunguliwa kwa kanisa la Gwajima limekuwa ni matatizo. Mbona yule mwingine yule nani yule anaitwa nani yule wa kule Kawe kule? Jina lake anaitwa nani yule? Mwamposa. Mbona Mwamposa ni mtu ambaye yuko peace sana. Mwamposa huwezi kumsikia anatukana Waislamu. Sasa tumekaa kimya. Mbona Mwamposa yuko peace sana? Mwamposa kuna siku Mwamposa akasimama anaje Mwambafai. Anasema unajua mimi ndio kila kitu, tunasema kwamba hapa sasa hakuna. Na ndio maana kanisa la Mwamposa linajaa kwa sababu ana hekima. Gwajima kakosa hekima. Na kukosa Gwajima hekima yake anafanyia Uislamu. Tunasema hivyo, Uislamu sio dini ya kutolea mifano mibaya. Watolee mapadri mifano yako na wenzio sio kwenye Uislamu. Tunawaheshimu viongozi wetu, hawa ni spiritual leaders. Sisi tunawaheshimu na tunawakubali. Wewe kula waumini wako, video zinatabaa, ukiuliza unasema kwamba mkono wa bouncer. Sisi tunakaa kimya. Kwani tuone hivi kuna mtu mwenye akili timamu kabisa anasema mimi nitanunua treni hiyo nitaichukua, nitawapeleka waumini wangu sijui wapi sijui. Hayo treni kanunua lini? Kuna muumini atakashai kupanda treni ya Gwajima. Sasa hivi watu atanunua treni kwa nini waumini wako? Yuko wapi? Lakini bado sisi tumenyamaza kimya, tunaona ya kwamba haya ni mambo yako, anatafuta ugali. Tafuta ugali kwa Mungu wako. Sio dini yetu sisi. Dini yetu ya Uislamu imejengwa kwa heshima na taadhima na tunaheshimiana. Sisi tunaheshimiana na viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali na hata wale matabaka dini ambayo tunawaheshimu. Kwa hiyo tunaomba Gwajima, heshimu dini yetu ya Uislamu. Kama wewe unaona heshima ya Uislamu tunaomba sisi kabisa achana na mashehe wetu na uachana dini yetu ya Uislamu. Nikimalizia ni kwamba huyu mtu ni tapeli kama matapeli wengine, kwa sababu kuna kipindi alisema ya kwamba nafasi aliyokuwa nayo yeye Gwajima ya uaskofu ni kubwa sana kuliko kuwa mbunge, kuliko kuwa waziri, kuliko kuwa makamu wa rais. Aliwahi kusema, na klipu zipo na nyinyi waandishi wa habari, hizi klipu zake mnazo, na muwaekee watu waone haya maneno aliyasema Gwajima. Kwa nafasi yake aliyokuwa nayo yeye inamtosha, sababu yeye ni spiritual leader, ana nafasi kubwa.
hawezi kuwa mtu kama mbunge, kama waziri. Tena kaongea kwenye mabafai kidharau kabisa, anadharau nafasi zile za ubunge na uwaziri. Lakini mbona Gwajima huyu akaja akatoa ahadi za uongo sana kwa jimbo la Kawe. Kawe nitakufanyia nini hiki, nitakuwa na kile, mimi mkinichagua. Na mwisho siku Gwajima hakuwa mbunge nchini. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaharifu mpaka maneno yake mwenyewe, ajicontradict. Huyu ni tapeli, mtu ambaye muuni. Tunaomba serikali ya kwamba jambo liangalie vizuri huyu bwana. Sisi tunasema hivi, akiendelea Gwajima na choko zake zidi ya mashehe wetu na Uislamu ambao tuliokuwa nao, sisi tushindi sisi kuitisha kikao chetu cha mashehe tukapiga dua. Na madua yetu sisi huwa yarudi. Kwa sababu mnafahamu vizuri kwamba madua ya mashehe hayana mchezo. Tukiamua na akiendelea kujifanya anajua, sisi tutafanya yule atavua nguo mwenye atatembea uchi kabisa, ule uchizi aliokuwa nao utabadilika, atavua suruali ataweka begani au kichwani, atatembea hivyo mtaani anatembea. Tuna uwezo huo kufanya hizo dua inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila tunaomba nchi yetu amani dumisho, upendo, na watu wa dini tuwe ni sehemu ya watu kukimbilia kupata nasaha na kupata maelekezo kwa ajili ya taifa letu na amani ya nchi yetu. Billahi tawfiki, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.